Halikadhalika nawapongeza kwa kujitokeza kwa wingi, ambapo katika safari hii maandalizi mazuri yaliyofanywa na Tume Huru ya Uchaguzi INEC kwa kuwezeshwa fedha kwa 100% na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokea, na watu walijitokeza kwenye vituo vyote ndani ya muda mfupi, wakawa wanaweza kupiga kura na kuondoka, na hivyo zoezi letu likafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ya uchaguzi, yani tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, na siku chache zilizofuata, kulijitokeza vitendo vya uvunjifu wa amani ulioambatana na vurugu zilizokuwa zinafanywa na baadhi ya watu, na ambazo zililazimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kukabiliana na vitendo hivyo. Kufuatia vurugu hizi, tumepata madhara yakiwemo vifo vya raia na askari, uharibifu mkubwa wa miundombinu ya umma na mali binafsi, kuharibu biashara za watu na wizi. Naomba kurudia kauli aliyoitoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akizindua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa pole nyingi kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na sote tuwaombee marehemu wapumzike mahali pema peponi. Amina. Kadhalika, naomba kuchukua nafasi hii kuwapa pole wote waliopata madhara yaliyotokana na vitendo vya vurugu, ikiwemo kuumia, kupoteza mali zao na biashara zao, kupoteza ajira na madhara mengine ambayo siwezi kuyataja yote. Na waombea Mwenyezi Mungu ayaponye maumivu yao, na inshallah awarejeshe tena kilichokuwa wamekipigania, wamekikusanya kwa jasho jingi na wakakipoteza, warejee wakiwa imara katika biashara zao na katika shughuli zao. Tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya kuapishwa, ameunda Tume Huru ya Uchunguzi ambayo inaongozwa na Jaji Mkuu wa Tanzania mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, na itafanya kazi kwa miezi mitatu. Kwa hivyo ni muhimu kwa wakati huu tuwe na subira, ili yale yote ambayo yametajwa katika hadidu rejea za tume hii yakafanyiwe kazi, na baada ya hapo tutapewa ripoti, na baada ya hiyo ripoti kama nchi tutajua tuchukue hatua gani ili kudhibiti matukio haya yasijitokeze tena. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunapoendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja
zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria, wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Huwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi na maadili ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Sisi wote ni waandishi wa habari, tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari na maadili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balance. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, ni muhimu vyombo vya habari vikajiepusha kuingilia uchunguzi unaoendelea, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. La nne, kwa waandishi wa habari wenzangu wa Tanzania na wahariri wetu wa Tanzania, kwanza naomba kuwapongeza kwa dhati kwa kazi nzuri mnazofanya kwa weledi mkubwa, kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Najua kuna magenge ya watu ambao wanashabikia nchi isambaratike, yanawashambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua. Nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeonesha umuhimu wa Tanzania kwanza na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu. Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko na waandishi wetu wa habari wa Tanzania walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Kwenye maslahi ya Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania hatuhitaji kusifiwa na mtu mwingine yeyote. Kwenye maslahi ya nchi yetu, waandishi wa habari wa Tanzania tunahitaji kusifiwa na Watanzania, na Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka nchi nzuri. Watanzania wanataka nchi inayokuwa kiuchumi. Watanzania wanataka nchi inayoshughulikia kero zao. Watanzania wanataka nchi inayowahudumia ipasavyo. Na waombeni ndugu zangu waandishi wa habari, msihofu na msishike na twashishi yoyote mnaposimamia maslahi ya taifa. Na labda niseme, mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Kwa Kiingereza wanasema responsible journalism. Maana kuna watu fulani nimeona siku 2-3 hizi kwenye mitandao wanataka kubeza uandishi wa habari wa Gerson Msigwa. Mimi mwandishi wa habari hasa, tena field journalist.
niliyefanya kazi uwandani. Yaani ingekuwa ni vitani tungesema mimi ni field marshal. Waandishi wa habari wa Kongo mnajua hapa. I know what I'm doing. Kwa hiyo nyinyi mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji, responsible journalism, which embarks in reporting news accurately, fair and accountable, kwa usahihi, kwa usawa na kwa uwajibikaji. Hiyo ndio responsible journalism. Na unapofanya hivyo ni lazima mambo muhimu yazingatie. Kwanza, to verify your facts. Verify your facts. Huwezi mwandishi wa habari kwenye chombo cha habari chenye heshima unakwenda unaandika story unasema nimezungumza na nesi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. What is that? Is that journalism? Msemaji mkuu wa serikali yuko hapo, hujamuuliza. Kwa hiyo umekwenda kutafuta nesi ambaye jina lake hataki litaje, na msemaji mkuu wa serikali yupo, viongozi wa serikali wapo, serikali ipo. Avoid bias and conflict of interest and being transparent about your sources and mistakes. Lazima uwe mwazi. Uweze ukasema kuna hili jambo limetokea, umelipata wapi? Si lazima useme. Si ndio uandishi wa habari? Sasa unakwendaje kutengeneza panic chombo cha habari chenye heshima? Umenukuu watu wajulikana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hawafahamiki, wamehifadhiwa, wamefanyaje, alafu nataka tukuamini. Hiyo na maoni ya mtu binafsi kuna tofauti gani? Ndugu zangu, nimezungumza kwa utuo ili kuambia mnachokifanya ni sahihi. Na mimi kazi yenu naiona, mnapotukosoa mnatukosoa, mnapoona pamekwenda sawa sawa mnaandika. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, msidhani hili jambo linafanywa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Leo chukua vyombo vya habari vya Tanzania, tufanye magazeti. Chukua magazeti ya Tanzania, utasikia SGR kukamilika 2030. Bandari ya Dar es Salaam mambo super. Dodoma inajengwa. Wakulima wachekelea mbolea ya ruzuku. Sasa bima ya afya wakati umetimia. Kaangalia vyombo vya habari vya nchi jirani kule. Fulani na fulani vita kali. Nchi hatarini kusambaratika. Vurugu sijui zimefanyeje. Sasa how can you be proud of your country? Kwa kuchapisha maudhui kwenye vyombo vya habari ambayo kila siku yanachafua nchi yako, yanadhalilisha watu, ama kwa kutumia uandishi wa habari kimkakati kuchochea nchi bora, maslahi ya watu, maisha bora, kuandika kuhusu kero za watu ili zishughulikiwe, kuandika habari za kuwajibisha serikali ichukue hatua kwa ajili ya maisha ya watu. Nataka kurudia, you guys are very light, very light. Na mimi ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Nimepewa jukumu hili na Mheshimiwa Rais tukiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, tuhakikishe sekta ya habari inakuwa bora na waandishi wa habari wanafanya kazi vizuri na kwa uhuru. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuwakwamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Hili ni jukumu letu sisi serikali, na tutalifanya, and be proud of us. La tano, kwa Watanzania wote, naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tung'amue mtego wa kuliangamiza taifa letu.
tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu, tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania, wanakunywa zao juice, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia, madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanywa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa maudhui kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ya kufanya madai kwa vurugu na kuharibu nchi. Natamani wa Tanzania wawe wanauliza, nyinyi wenzetu huko mkiwa mna madai, mnachoma vituo vya mafuta, mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji, mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao, mnafanya hivyo. Ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare, vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha, ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao, kwa sehemu kubwa maslahi ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi, na huko mbele nitaeleza. Wanatumia mkakati unaitwa the weaponization of narrative. The weaponization of narrative. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania, simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa. Wanataka wageni, wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania, waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Na naposema haya situngi maneno. Sisi wote tunatumia mitandao ya kijamii, tunasikiliza vyombo vya habari, vikiwepo vya majirani zetu. Wote mtakuwa mmeona kampeni za mtandaoni. Walianza kuhamasisha haki, haki, haki. Sasa kwa sababu wamefikia hatua tuliofikia leo, wameanza kubadilisha mwelekeo. Sasa wanakwenda kwenye lengo walilokuwa wanalitaka. Wanahamasisha twende tukaharibu njia zetu za uchumi. Wanawatisha watalii. Wameanzisha kabisa na vikampeni kwenye mtandao, watalii wasije Tanzania. Labda niwaulize waandishi wa habari, hivi watalii wasipokuja Tanzania, wale madereva wa taxi waliopo kwenye miji, kwenye maeneo mbalimbali ambao wanasafirisha watalii, watamsafirisha nani? Watamsafirisha Mwajuma kutoka Buza kwenda Tandale? Wale mamantilia wanauza vyakula watamuuzia nani? Wale wanaouza vinyago watamuuzia nani? Wanaofanya biashara mbalimbali za madini, mazao ya chakula watamuuzia nani? Wazazi wetu wote ni wakulima. Mazao yao wakishavuna watapeleka wapi? Vita ya uchumi. Baadhi ya mbinu hasi wanazotumia ni kutengeneza maudhui ya uongo na kusambaza mtandaoni, ili mradi tu watu wapate hasira. Jana nilikuwa naona eti wanachapisha nukuu ya mimi, nukuu ya uongo. Eti nimesema watakao nukuu, watakao chapisha, watakao sambaza taarifa ya chombo fulani watakamatwa, watawekewa uhaini. Mimi nimesema wapi? Wanadhani watanitisha nisiseme kuhusu Tanzania? Labda Mheshimiwa Rais aniondoe hapo. Nitasema yote yanayohusu hii nchi na nitawaambia Watanzania ukweli kuhusu nchi yao.
Hapo akishatengeneza hako ka kibango chao, wameshakusanyana makundi kule, wanaanza kucomment pale, matusi kushambulia. So what? Tangu mmeniona waandishi wa habari nimekonda? Nimepungua? Wamekuja wametengeneza nukuu nyingine, eti Mheshimiwa Rais amesema mwandishi wa habari wa chombo fulani hicho, sitaki hata kukitaja, ashtakiwe kwa uhaini. Rais kasema wapi? Ni lini Mheshimiwa Rais Samia kamzungumzia mwandishi wa habari au chombo cha habari chochote? Ili mradi tu wamekusanyana huko. Na mimi nataka niwaambieni ndugu zangu wa Tanzania, hasa vijana wangu, wakati mwingine kwenye haya mitandao mnaweza mkaingia mkadhani kuna kundi kubwa la watu, kumbe watu wajanja, watu 10 20 wamekusanyana mahali, kila mmoja ana akaunti za mitandao 200 300, wanalipwa hapo, kazi yao tu ni kupambisha, kuchochea, kutia fitina, kufanyeje. Hii ni nchi yetu wa Tanzania, ni muhimu tuilinde kwa wivu mkubwa. Naomba wa Tanzania tukatae kuruhusu mambo haya. Mheshimiwa Rais ameshasema serikali ipo tayari kusikiliza wote wenye madukuduku, wenye ushauri na wenye maswali. Yote yatapokelewa na yatafanyiwa kazi. Hakuna sababu ya kuharibu nchi yetu. Hakuna sababu. Hata mtoto nyumbani ukipishana lugha na baba, au watoto mkipishana lugha na baba, mnakwenda kutafuta moto, mnachoma nyumba ili mkakae wapi? Mkishachoma nyumba mnakwenda kukaa wapi? Mnakwenda kuchoma shamba la mahindi ili mle mawe, ili mle upepo? Mnakwenda kuchoma baisikeli inayompeleka mtoto shule ili aende kwa miguu? Natamani wa Tanzania mtambue kwa malengo ya watu hawa kutengeneza chokochoko kupitia vyombo vya habari, kufanya uchochezi mitandaoni, kutia hasira watu, lengo ni kuharibu nchi yetu Tanzania. Wanataka kuangusha uchumi wa Tanzania, wanataka kuharibu biashara zetu, wanataka kupunguza watalii ili tukose fedha, na kibaya zaidi ni kutaka Tanzania iadhirike ili washindani wetu wa kibiashara wanufaike. Ni muhimu kutambua hii ni vita ya uchumi kama nilivyosema. Huko kwenye habari, kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ni njia ya kupita tu, lakini walikokuwa wanataka kufika ndio huku wanakokusema sasa, kwamba tukishavurugana, tumeshatiana hasira na joto limepanda, sasa tuanze kuharibu uchumi, tuanze upya. Tukiruhusu mtego huu utatuathiri sisi wote wa Tanzania. Naomba kurudia kama nilivyosema awali, matukio yale yaliyotokea siku chache na katika miji michache ya nchi yetu, kwa sasa hali ni shwari na Watanzania wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha watu na mali zao wanabakia kuwa salama na matishio yote ya kiusalama yanakabiliwa ipasavyo. Shughuli zetu za kiuchumi zinaendelea vizuri, na Tanzania kwa hivi sasa ni moja ya nchi chache ambazo zinakwenda kupiga hatua kubwa za kiuchumi kupitia miradi mikubwa na ya kimkakati inayoendelea, na mingine imeanza kukamilika na kutoa huduma. Wengi hawaamini kwamba Watanzania, wale Watanzania waliokuwa wanaonekana hoe hahe, leo wanaweza kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa SGR. Sio jambo dogo. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, wako watu wanafunga safari kutoka nchi zao wanakuja kujifunza. Hili limewezekana kwa nchi hii ya Afrika Mashariki? Limewezekana. SGR, tena sio SGR ya diesel, ya umeme, na inafanya kazi vizuri. Na ni vizuri wa Tanzania tujue miradi hii ya kimkakati, hii ndio inalaza watu na viatu. Na wale vijana wetu ambao wameingia kwenye kampeni ya kufanya ushabiki wa kuichafua Tanzania, wanacheza ngoma ya watu wengine. Mengine wakiendelea kusema tutasema kinachoendelea, sio kwamba hatujui, tunajua. Lakini nataka niwaambie wa Tanzania, miradi yetu hii SGR inakwenda vizuri.
Kazi inaendelea vizuri kwa vipande vyote 8 vya kuanzia Makotopola Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza, Tabora Kigoma na Kigoma kwenda Burundi. Tumeshaanza kuvuka mpaka. Sasa hivi tupo katika maandalizi ya ujenzi wa reli mpya. Tunakwenda kujenga njia ya kaskazini ya Tanga Arusha Msoma kilomita 1028. Tutajenga. Waseme wasiseme, tutajenga. Tunakwenda kujenga njia ya kusini Mtwara Mbamba Bay kilomita 1000 ili tuunganishe mzigo kutoka Bahari ya Hindi uvuke Ziwa Nyasa uende Malawi na nchi zingine za kusini. Hii ya kaskazini tunakwenda kuzifikia nchi za kaskazini zote zilizopo kaskazini kwetu. Pia tunakamilisha maandalizi ya kuanza ujenzi wa treni za mjini. Ndugu zangu wa Tanzania, acheni kuharibu nchi. Serikali inakwenda kujenga treni za mjini, na leo hapa nitawatajia. Tunataka tujenge treni za mjini zitakazopita juu katika majiji yetu ya Dodoma na Dar es Salaam. Kwa jiji la Dar es Salaam tunajenga hizi treni zinaitwa monorail. Tumepanga kuanzia kujenga, tutaanza Kawe, Mwenge, Mlimani City, Ubungo, kisha tunaelekea Kariakoo na tutaunganisha na SGR. Tutakuwa na tawi jingine la kutoka Bibi Titi kwenda Moroko kupitia barabara ya Ali Hassan Mwinyi, kisha tutaunganisha Mwenge. Hii itakuwa ni awamu ya kwanza na tutajenga kila baada ya kilomita 2 tutaweka kituo. Lengo letu kwa Dar es Salaam peke yake tujenge mtandao wa kilomita 160. Sio muda mrefu hapa Dar es Salaam foleni itakuwa ni simulizi. Watu watakuwa wanasema bwana, miaka fulani tulikuwa tunakaa tunabanana kama ndizi. Tunakwenda kumaliza. Tutakuwa na treni kama hizi za mjini katika jiji la Dodoma. Tumepanga kujenga kuanzia station ya SGR kwenda mjini, kisha tutaunganisha kwenda Mtumba hadi Chamwino kupitia stendi ya mabasi. Awamu ya pili tunaelekea Msalato Airport. Lengo kwa Dodoma tujenge kilomita za mtandao wa kilomita 105 za treni za mjini. Mnafikiri watapenda hayo? Sio kwenye reli. Tuna kazi inayoendelea hapa kubwa na imeleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na mengine yanakuja. Uboreshaji wa bandari zetu. Bandari ya Dar es Salaam kwa jinsi tulivyojipanga, tunataka mzigo ukifika kwenye bandari zetu Dar es Salaam, Tanga, Mtwara uweze kufika nchi majirani. Bandari ya Dar es Salaam tufikie DRC Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, Zambia na Malawi. Wote mmeona ufanisi katika bandari yetu ya Dar es Salaam umeongezeka maradufu kwa kuwa tishio kubwa, na hivyo limekuwa tishio kubwa kwa washindani wetu, hasa baada ya serikali kuamua kushirikiana na kampuni ya DP World, ambapo sasa uwezo wa bandari kuhudumia mizigo umeongezeka kutoka kuhudumia tani milioni 21 mpaka tani 32 milioni, na matokeo haya ni ndani ya kipindi kifupi tu cha miaka 3. Mapato ya bandari pia yameongezeka. Tumetoka shilingi bilioni 900. Sasa hivi tunazungumza makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 800 kutoka kwenye bandari. Meli zinashusha kwa haraka zaidi. Muda wa meli kusubiri umepungua kutoka siku 46. Sasa hivi meli zinasubiri kwa wastani wa siku 7 tu. Napo ni zile meli zenye mizigo mchanganyiko. Lakini makontena meli ni almost inatoka, ikifika inafunga, inashusha, inaondoka. Mizigo mingi inakuja, na ndio maana kiwango cha mzigo unaosafirisha kimeongezeka. Tumeingia ubia na DP World ambao wanatusaidia kwenye uendeshaji na usimamizi wa mifumo katika bandari ya Dar es Salaam. Tumeokoa gharama tulizokuwa tunatumia kwenye uendeshaji wa TPA, mamlaka yetu ya usimamizi wa bandari, kwa zaidi ya shilingi bilioni 400. Hizi zote zinaingia huku. Tunakwenda kujenga vituo vya afya, tunajenga reli, tunajenga barabara, tunawapatia watu maji, umeme na vitu vingine vingi na mengine mengi. Mfano wa juzi tu mmeshuhudia kule Ziwa Tanganyika. Tunataka tuunganishe sasa mzigo wa kwenda Kongo, kwa sababu Kongo kuna mzigo mwingi sana. Tunataka tuunganishe mzigo unaotoka bandari ya Dar es Salaam usafiri kwa treni, ukifika pale uvuke kwa meli, ufike kule na kule na kwenye uende kwenye masoko. Juzi siku 2 zilizopita tumeshusha meli moja ya mizigo yenye uwezo wa kubeba tani 2000 kati ya meli 4 ambazo zinaendelea kujengwa pale Karema. Tunataka kufikia kule Kongo. Tukishafikia hapo
bandari yetu itakuwa inateleza. Huku tumejenga meli, mzigo unapitizwa ukitoka Ulaya unapita bila kusimama, unakwenda moja kwa moja. Lengo letu tumejipanga hadi kufikia mwaka 2029 tuhudumie tani milioni 50 kupitia bandari zetu. Sasa hivi tunahudumia kama tani milioni 32. Hata hizo 32 tumeongeza, zilikuwa 28. Huu uboreshaji uliofanyika karibuni tumefika 32, tunakwenda kwenye tani milioni 50 ifikapo mwaka 2029. Lakini pia tumefanya makubwa katika bandari zetu za Tanga na Mtwara. Kule Mtwara tunajenga bandari kisiwa Mgao ambayo itahudumia mizigo yote, inaitwa dead cargo au mizigo, sio neno lake la Kiswahili sio zuri sana. Dead cargo, mizigo michafu, labda mtu mwingine anaweza kusema hivyo. Lakini hapa tuna maana ya makaa ya mawe, saruji, bidhaa za chuma. Tunaanza kujenga hii bandari kule Mtwara. Na bandari yetu sasa hivi ya Tanga tumeboresha na kuongeza gati 2, na sasa meli nyingi zinapita Tanga. Hata zile zilizokuwa zinapita bandari jirani, nafikiri mnanielewa, sasa zinapita Tanga. Tulikuwa tunahudumia kupitia bandari ya Tanga tani 400,000 kwa mwezi. Sasa hivi tunahudumia tani 1.5 milioni. Mpaka mwisho wa mwaka huu tutafika tani 2 milioni. Na sisi lengo letu tunaboresha bandari ya Tanga ifikie uwezo wa kuhudumia tani 3 milioni kwa mwaka. Watafurahi. Kadhalika tumekamilisha bandari ya Bukoba na Kemondo. Bandari ya Mwanza North nayo tunaikamilisha, maana yake mzigo wa Uganda kupitia Tanzania sasa hivi utahudumiwa, tunahudumia kwa 3%, na tukishakamilisha hapo tutakuwa tunahudumia mzigo wa Uganda ambao sasa hivi unahudumiwa na watu wengine. Tutahudumia kwa 38%. Unatoka 3% unakwenda 38%. Bandari ya Bagamoyo tunaanza kujenga Disemba mwaka huu 2025. Tumezungumza sana imefika ya Dar es Salaam, na lengo letu bado tunataka tujenge gati 28 Dar es Salaam, na lengo letu bado tunataka tujenge gati 28. Hakuna kulemba, 28, na tutaanza na gati 14. Na niwape tu taarifa ndugu zangu waandishi wa habari, bandari ya Bagamoyo ni kwa Kikinga wanasema ni game changer. Ndio itakuwa game changer kwa huduma za bandari katika ukanda huu wa Mashariki. Tunajenga bandari ambayo kina chake kitakuwa mita 20. Hii ni bandari ambayo inaweza kupokea na kuhudumia meli kubwa za makontena. Tena tunaweza hii bandari kikamilika, tutakuwa na uwezo wa kuhudumia mpaka meli ya kubeba makontena 25,000. Meli moja inabeba makontena 25,000 Bagamoyo pale. It is a game changer. Mimi nataka kuambia ndugu zangu wa Tanzania, mambo yetu sio mabaya. Walioko magharibi kule Kigoma wasije wakafikiri tumewasahau. Tumeanza kujenga bandari ya Kigoma, na mkandarasi hivi ninavyozungumza yupo site, anafanya mobilization. Tutaongeza uwezo wa bandari ya Kigoma hadi kufikia kuhudumia mzigo tani 3 milioni ikilinganishwa na sasa ambapo tunahudumia kama tani 600,000 kwa mwaka. Na mkumbuke miradi hii yote inakwenda kuajiri vijana wetu kwa maelfu, na watapata kipato kizuri, na tunajipanga kumwaga ajira kama mchele, sababu uzuri wa kazi za bandari ni kazi zinazotumia watu wengi. Kwenye utalii huko ndio usiseme, wote mnafahamu tulikuwa tumeweka lengo la kupokea watalii 5 milioni ifikapo mwaka 2025. Tumemaliza mwaka 2024 tumefika watalii 5.3 milioni. Mpaka mwisho wa mwaka huu tutapata takwimu zingine, lakini idadi ya watalii imeongezeka sana. Watalii wanapoongezeka, wote mnafahamu nchi yetu ilikuwa inapokea watalii 2 milioni, 1 milioni na kitu. Mpaka wakati fulani tumefika 700,000. Sasa tunakwenda 8 milioni ifikapo mwaka 2030. Watalii tunapozungumzia 8 milioni ndio hao ambao walikuwa wanakwenda kwa washindani wetu katika utalii.
sasa watakuja Tanzania. Kule wanakohama watafurahi. Shirika letu la ndege ATCL tumeliimarisha sana. Tuna ndege 16 sasa hivi. Na wote mmesikia wakati wa kampeni, manake sasa tunaanza kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tunakwenda kuongeza ndege zingine 8. Shirika letu lifikishe ndege 24. Lakini sio hayo tu. Sasa hivi tuna ndege zetu zinahudumia vituo 29 vya ndani na nje ya nchi. Mpaka mwisho wa mwaka huu tunaongeza vituo 3 vya kimkakati. Cape Town, Afrika Kusini. Unajua tunakwenda Johannesburg tayari. Tunaongeza Cape Town, Afrika Kusini. Tunaongeza Accra, Ghana, na tunaongeza Victoria Falls kule Zimbabwe. Tumeshaona watalii wakishatembelea Tanzania wanakwenda Victoria Falls. Na wakishatembelea Victoria Falls wanataka kwenda kwenye vivutio vingine. Tunaweka ndege itakwenda kule, itapeleka watalii kule na italeta watalii Tanzania. Tutaongeza idadi. Lengo letu ikifika mwaka 2030 tufikie vituo 50 vya ndani na nje ya nchi. Na kwa sasa shirika letu linahudumia kwa mwaka kama abiria 1.5 milioni. Lengo letu ni kwamba katika miaka 2 ijayo tufike abiria 3 milioni. Hapa pekee tumepiga hatua, tulikuwa kama 800,000, tumefika 1.5 milioni, tunakwenda kwenye 3 milioni miaka 2 ijayo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, mambo haya ni mambo makubwa yanayobeba uchumi wetu. Ukiangalia kampeni zinazofanyika sasa kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ni kwenda kuyapiga haya. Tukose pesa, tukose dawa, tukose maji, tukose umeme, tukose barabara. Tuhangaike. Na sasa hivi uchumi wetu unakuwa sana. Wastani wa ukuaji mpaka mwisho wa mwaka huu tunapanga kufika 6%. Tuko kama 5 na kitu kwa sasa. Lakini mpaka mwisho tutafika 6%. Tuna akiba ya kutosha ya fedha za kigeni. Dola za Marekani bilioni 7. Haya ni mambo makubwa ndugu zangu. Na yamefika hapo kwa sababu nchi yetu ilikuwa na utulivu, ina amani, na Watanzania wanasikilizana vizuri. Ni vizuri Watanzania wajue kwa mafanikio haya yanahitaji kulindwa na kutetewa kwa wivu mkubwa. Na tunaposhambuliwa namna hii tunakwenda kuathiri na kuathirika kama nchi na pia kama mtu mmoja mmoja. Bandari zetu tunahitaji zibaki kuwa imara na miundombinu yetu ibaki kuwa imara kwa ajili yetu sisi wa Tanzania. Wito wangu kwa Watanzania, tuamke. Rais mstaafu aliwahi kusema tuwe na akili za nini? Za mbayuwayu. Za kuambiwa changanya na za kwako. Wala ambao hawajui maana ya msemo huu mbayuwayu, ana tabia kuruka juu. Siku mmoja ndege mwingine akamwambia, nasikiliza bwana, twende tushuke chini pale, twende tukagonge lile jiwe lipasuke. Kwa hiyo wakatoka huko juu, anakwenda chini, joka hivi kama mkuki. Alipofika karibu na jiwe akakumbuka za kuambiwa changanya na za kwako, akapiga kona pale pale. Ndege rafiki Charlie, yeye huyo mpaka leo yuko zake angani, anaenea. Watanzania tuchanganye na za kwetu. Sasa kwa sababu wanaofanya kampeni hizi wamewalenga watalii pia, nataka kuzungumza kwa watalii. Na hapa nitabadilisha lugha, nitaweka kikinga kidogo. To our prestigious tourists, the following are the few words from the government. 1. Welcome to the United Republic of Tanzania. Our nation remains peaceful, calm, and open to all who wish to explore its beauty from Kilimanjaro to the Serengeti, to Ngorongoro, Dar es Salaam, and Zanzibar, to mention a few. Please ignore any misinformation meant to distract you from the unforgettable experiences awaiting you here. 2. Our destinations are safe,
Our accommodations are improving every day, and our hospitality and transportation ensure that your journey is comfortable and memorable. 3, the government is fully committed to protecting you, your companions, and the value of your dollars and shillings while visiting our country. Come one, come all, Tanzania is safe. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa kumalizia, jana jioni nilitoa tangazo baada ya chombo cha habari cha CNN kuchapisha makala ya matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025. Naomba kusema yafuatayo. Kwanza, uhakiki wa maudhui yaliyomo kwenye makala ile unaendelea, lakini kama ambavyo chombo hiki kimefanya katika ripoti zake mbalimbali, kimeendelea kufanya makosa ya kiweledi na kiuadilifu katika uandishi wa habari kwa kutangaza na kuchapisha maudhui ambayo yanaegemea upande mmoja. Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali kwa ripoti zao zote wanazozitoa za upande mmoja. Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Serikali inatoa wito kwa CNN kuzingatia maadili na weledi katika uandishi wa habari na kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zisizokuwa na vyanzo halali na rasmi, kupotosha na kuzua taharuki. Najua mwandishi wa habari wa CNN aliandika makala hii hakuwa Tanzania, na ameandaa makala kwa kutumia picha zilizopigwa kwa simu wakati wa vurugu na bila kuwasiliana na mamlaka zinazohusika Tanzania. Amekwenda kuandaa makala ya upande mmoja. Makala ya upande mmoja. Na napenda kusema, naposema hivi, sishabikii vifo vilivyotokea. Wote sisi ni Watanzania. Wote tumesikitishwa sana na matukio yale. Hakuna anayeyashabikia. Lakini kwa nini chombo cha habari ufanye kazi ya kutengeneza maudhui ya uchochezi yanayoongeza machungu kwa wananchi, yanayoongeza hasira kwa wananchi? Kwa nini ukatumie mitandao ya kijamii kila siku kuonesha wananchi wakiwa wameuawa? Why? Sisi ni waandishi wa habari. Mimi nimekuwa shule, lakini nimekuta watu fulani wanajidanganya mimi nimesoma uandishi wa habari. Sijabumba shule. It is unprofessional to publish bad test images. Kwani shule mimi niliyosoma ni tofauti na iliyosoma Uingereza, iliyosoma Marekani? Si ni hiyo hiyo? It is unprofessional and unacceptable to publish bad test images. Hivi awe mwanao kila siku umembandika kwenye mtandao anavuja madamu. Why? So what? Kuna mtu anayefurahia hayo? Tume imeundwa, itafanya uchunguzi, itakuja na ripoti, serikali itachukua hatua. Why kila siku wewe ni wimbo? Tusingependa tufike mahali pa kuwapa majina ambayo baadhi ya waliokwaza wamewapa. Natoa wito kwa CNN waje upande wa serikali, wasikilize na wakachapishe maudhui yenye usawa, ukweli na yasiyokuwa na mgongano wa maslahi. Waache kuchagua kuripoti upande mmoja wakati upande mwingine wameunyima nafasi. Sio sawa. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo, naomba kurudia kuhakikishia Watanzania na watu wote duniani kwamba Tanzania ni salama, Tanzania imetulia, watu wake wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu yanachunguzwa na matokeo yake yatafanyiwa kazi. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuendelee kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa. Maendeleo tunayoyapata sasa, wapo ambao yanawakwaza na watatafuta kwa kila njia kutuangusha. Sisi tuwe muhimili wa serikali wa 4 usiokuwa rasmi
kuitetea nchi yetu na kuwatetea Watanzania. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza, na sitakimbia. Kama kuna mtu ana swali mniulize, nitajibu. Sawa jamani? Asante, karibuni sana. Tuanze.